Watendaji wa vyama vya ushirika nchini wameshauriwa kuanza kutumia akili unde AI kama nyenzo muhimu katika mifumo yao ili kuongeza ufanisi na kurahisisha utendaji kazi. Na katika michezo, timu ya soka ya Yanga imepoteza mchezo wa klabu bingwa barani Afrika dhidi ya mabingwa wa kihistoria wa Afrika Al Ahly ya Misri. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Watendaji wa vyama vya ushirika nchini wameshauriwa kuanza kutumia akili unde AI kama nyenzo muhimu katika mifumo yao ya uendeshaji ili kuongeza ufanisi na kurahisisha utendaji wa taasisi zao, hususan katika uundaji wa ripoti za kifedha, hatua inayolenga kuviwezesha vyama hivyo kuendana na kasi ya maendeleo ya teknolojia ya kisasa. Kutoka jijini Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anaarifu zaidi. Ushauri huo unalenga kusaidia vyama hivyo kusimamia rasilimali zao kwa ufanisi, kuandaa taarifa sahihi za kifedha kwa kutumia teknolojia ya kisasa, pamoja na kuzingatia misingi ya maadili na uwajibikaji katika usimamizi wa vyama vya ushirika. Akizungumza jijini Dodoma, mkurugenzi mkuu wa shirika la ukaguzi na usimamizi wa vyama vya ushirika nchini COASCO, CPA Jeremia Mugeta amesema ushirika wa kisasa unakwenda sambamba na matumizi ya teknolojia. Naamini kwamba mtaendelea kutumia fursa hiyo kujifunza zaidi ili kuhakikisha kwamba akili hunde inakuwa sehemu ya uendeshaji katika mifumo yetu tulio nayo ili kuweza kurahisisha utendaji wa taasisi zetu. Ushirika wa kisasa unahitaji uongozi unaozingatia taaluma, wazi, teknolojia na uwajibikaji. Hiyo mafunzo haya yamewajengea uwezo wa kusimamia rasilimali za vyama vya ushirika kwa umakini mkubwa zaidi, na jambo ambalo litaongeza kuimarisha imani ya wanachama na wadau wa ushirika. Katika hatua nyingine, CPA Mugeta amevitaka vyama vyote vya ushirika nchini kuandaa na kuwasilisha rasimu ya fedha kwa ajili ya ukaguzi kwa muda uliopangwa. Kumekuwa wakati mwingine na ucheleweshaji wa kuwasilisha taarifa za fedha kwa wakati, jambo ambalo linaharibu mzunguko mzima ule wa ukaguzi, na matokeo yake kuna vyama vinajikuta kwamba vinachelewa kukaguliwa kwa sababu vimeshindwa kuwasilisha kwa wakati. Kwa hiyo niwahimize na nitoe rai kwenu kwa viongozi na watendaji wa vyama vya akiba na mikopo kuhakikisha kwamba wanazingatia maelekezo haya. Nao baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wanaeleza namna watakavyokwenda kunufaika na elimu ya matumizi ya akili unde waliopatiwa. Utumii muda mrefu kufunga rekodi zetu. Kwa mfano mimi kwa sakosi yangu ikifika tarehe 31 lazima niwe nimesubmit hesabu, kwa sababu niko katika hali ya digital zaidi, siko analog. Ninakwenda na spidi ya hali inavyozidi kubadilika, teknolojia inavyozidi kwenda kwa kasi, na wewe unatakiwa uende katika hali hiyo. Kabla ya AI kwenye ufungaji wa hesabu ilikuwa inachukua kipindi kirefu sana, yani ilikuwa inachukua muda mwingi kwenye ufungaji. Lakini baada ya mafunzo ya leo kujifunza hii matumizi ya AI ni kitu ambacho kitachukua muda mfupi sana kwenye ufungaji wa hesabu. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amepokea mpango mkakati wa ukamilishaji wa ujenzi wa jengo la ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro, ambapo ameonekana kuridhishwa na mpango huo. Profesa Shemdoe ameridhishwa na mpango huo uliowasilishwa na Katibu Tawala wa mkoa wa Morogoro Dr. Musa Ali Musa, ikiwa ni utekelezaji wa maelekezo yake aliyoyatoa Januari 17 mwaka huu mjini Morogoro wakati wa ziara yake ya kikazi ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa jengo hilo. Awali katika ziara hiyo, Profesa Shemdoe alimwelekeza Katibu Tawala wa mkoa wa Morogoro, mkandarasi kampuni ya MCB Company Limited na mshauri elekezi wakala wa majengo TBA kukutana na kuandaa mpango mkakati wa kukamilisha ujenzi wa jengo hilo baada ya kutoridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa jengo hilo licha ya kutokuwa na changamoto ya fedha. Kwa hiyo mimi nikupongeze sana kwamba umesimamia yale niliyoyaelekeza last week iliyopita Morogoro. Mmeshaniletea mpango kazi ambao tulikubaliana mwezi wa 7, lakini ninyi mnaniambia tarehe 7 mwezi wa 6 kazi hii itakuwa nini imekamilika, na mmenionyesha hapa outstanding works na description ya kwake na
pending amount. Tumekubaliana 1.8 hii itapatikana kama ulivyosema rasmi, kazi hii itakamilika. Kwa hiyo sina shida ya fedha moja, kwa sababu hela yote iko kwa rasmi, lakini pia kazi hii mmeiandaa wenyewe kwa pamoja. Maafisa ustawi wa jamii, maafisa mazingira na maafisa maendeleo wametakiwa kuzingatia upimaji wa maeneo na upatikanaji wa hati za maeneo ya shule. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele. Wito huo umetolewa na Gregory Fabian kwa niaba ya katibu tawala mkoa wa Morogoro wakati akifungua mafunzo ya usimamizi wa masuala ya usalama wa mazingira na jamii ngazi ya mkoa na halmashauri, na kusisitiza kutocheleweshwa kwa hati za maeneo ya shule. Upimaji wa maeneo yetu ya shule inakotekelezwa hii miradi. Unaweza kukuta miradi inatekelezwa katika halmashauri, wapimaji wako katika halmashauri husika, mtoa hati au mwandaji wa hati kabla haijaenda kwa afisa ardhi wa mkoa yuko pale pale kwenye halmashauri, lakini inachukua miezi 5, 6, mwaka au miaka, hati haijapatikana. Hadi unafika mahala inakuja kukagurua mradi, tunapigwa hoja kwamba shule hii haina hati. Sasa masuala haya yanatia aibu sana. Kwa hivyo niombeni kwamba tuende sasa na kasi tofauti, tusifanye mazoea. Kwa upande wake Telesia Kuwite kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI amesema watahakikisha usalama unapatikana mahali wanapotekeleza miradi hiyo. Sasa inakuja swala la usalama wa mazingira pamoja na jamii. Katika hii miradi, ndugu mgeni rasmi, utakubaliana na mimi, kuna wakati mwingine inabidi tuende kwenye maeneo ambayo ni rasmi na mengine sio rasmi, lakini sisi kama wizara pamoja na wafadhili wetu wanachotaka ni usalama mahali pale ambapo tumeenda kujenga. Yale tuliokuwa tunajifunza mgeni rasmi amesimenti. Kwa hiyo tukirudi kwenye vituo vyetu vya kazi, basi tufanye kazi kwa uadilifu ili tuweze kufanikisha malengo ya SEQUIP. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Asante Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo. Wataalamu na madaktari bingwa toka Hospitali ya Taifa Muhimbili, Wizara ya Afya Zanzibar kwa kushirikiana na Vodacom Tanzania Foundation wanatarajiwa kuweka kambi ya siku 4 kisiwani Unguja ya kupima maradhi yasiyoambukiza kwa wananchi wa Zanzibar ndani ya kisiwa cha Unguja. Kambi hiyo itaongozwa na madaktari bingwa wa maradhi mbalimbali 14 kutoka Muhimbili. Katika kambi hiyo inatarajiwa kuwa na wataalamu wa afya wasiopungua 60. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Mkurugenzi tiba Wizara ya Afya Zanzibar Dr. Msafiri Marijani amesema katika kambi hiyo elimu ya maradhi yasiyokuambukiza ambayo yanaonekana kuwa tishio kwa uhai wa binadamu duniani kwa sasa itatolewa. Sasa hivi chanzo cha kifo dunia nzima, sio Zanzibar wala sio Tanzania, dunia nzima chanzo cha kifo ni maradhi ya moyo namba 1. Maradhi yanayoongoza kwa kuua watu duniani ni maradhi ya moyo, yakifuatiwa namba 2 na maradhi ya kansa, saratani. Kwa hiyo tunapozungumzia maradhi yasiyoambukiza, non-communicable diseases, kwa kifupi NCD, tunazungumza maradhi ya moyo, na nikizungumza moyo inajumlisha na maradhi ya stroke, kiharusi, ambapo mtu mara nyingi wananchi wanajua unakuwa umepooza upande mmoja wa mwili. Dr. Marijani amesema maradhi ya moyo, saratani na maradhi ya baridi yameshika kasi kulikosababishwa na ukosefu wa lishe bora na upimaji wa afya mara kwa mara. Jambo la kwanza kuwaelimisha wananchi, kwanza wayajue kwamba uwepo haya maradhi yasiyoambukiza. Jambo la pili ni kuyagundua mapema. Sasa hizi ni jitihada za wizara za afya lakini na washirika wengine. Akizungumza kwa niaba mkurugenzi wa Hospitali ya Taifa Muhimbili Dr. Delila Kimambo, Dr. Robert Moshiro amesema matibabu katika kambi hiyo yatatolewa bure. Kwamba tutakuwa na wataalamu ambao watakuwa wanafanya uchunguzi na matibabu ya shinikizo la damu, matibabu ya kisukari, lakini pia tutakuwa na madaktari bingwa wa magonjwa ya saratani, uchunguzi wa magonjwa ya masikio, pua na koo, uchunguzi wa magonjwa ya macho, uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ngozi. Meneja Vodacom Tanzania Sandra Oswald amesema lengo ni kushirikiana na serikali
katika kutoa huduma bora za afya kwa wananchi. Hizi kambi kama Vodacom Tanzania Foundation tumezianza toka mwaka 2023. Tumeshafikia mikoa 9 kwa Tanzania bara na sasa tunakuja Zanzibar pamoja na Muhimbili. Juhudi hizi tumeshawanufaisha zaidi ya watu 10,000 na matarajio yetu ni kwamba hizi kambi tunaweza tukawafikia milioni 1 wa Tanzania. Kambi hiyo ya uchunguzi na upimaji wa afya bure inatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 6 ya mwezi ujao katika viwanja vya New Amani Complex mjini Unguja. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Wasimamizi wa wakulima kutoka Wizara ya Kilimo Pemba wakiwemo mabibi shamba na mabwana shamba wamehimizwa kuandika taarifa sahihi na za uhakika wanapofanya tafiti kwa wakulima ili kuiwezesha serikali kupata takwimu halisi zitakazosaidia katika kupanga mipango na kutatua changamoto mbalimbali zinazoikabili sekta ya kilimo. Taarifa ya Masanja Babula inafafanua kutoka Pemba. Nje ya ukumbi wa mikutano manispaa ya Chake Chake, afisa viungo anayeshughulikia masuala ya mbegu kutoka mradi wa kilimo himilivu Mohamed Saidi Haji anaiambia Channel 10 kuwa taarifa zisizo sahihi huathiri maamuzi ya serikali katika utoaji wa huduma, pembejeo na mipango ya maendeleo kwa wakulima, hali inayoweza kuchelewesha upatikanaji wa ufumbuzi wa changamoto zao. Taarifa ambazo tunaenda kuzikusanya ni kwamba lazima wazikusanye kwa usahihi mkubwa, kwa maana kwamba hizi taarifa zitasaidia wizara au serikali kiujumla katika mipango yetu. Kwa hiyo tunachowasihi kwamba wahakikishe kwamba wanakusanya na wanaingiza hizo taarifa katika mfumo ambazo ziko sahihi na ziweze kusaidia sasa katika lengo kuu la wizara sasa la kupata takwimu sahihi na ili tuweze kupanga mipango sahihi kwa ajili ya kuendeleza kilimo hapa Zanzibar. Washiriki wa mafunzo hayo wameahidi kuyafanyia kazi maelekezo na elimu walopatiwa ambayo itasaidia kuboresha namna ya ukusanyaji na uandishi wa taarifa wanapofanya tafiti kwa wakulima, hatua itakayochangia upatikanaji wa takwimu sahihi zitakazosaidia serikali kupanga mikakati bora ya maendeleo ya sekta ya kilimo. Kupokea mafunzo haya kwa ajili ya kuwafikia wakulima na kuirahisishia serikali yetu ya Zanzibar kupata data kamili. Mabadiliko tutakayopata kwenye vishikwambi vyetu tulivyofundishwa, tutakaopata mafanikio kwa mabibi shamba. Vile kishikwambi kitarahisishia kukusanya taarifa za mkulima ambazo zinaweza kuwa mwingine kama ni tatizo, kwa mfano mkulima shamba lake limepata matatizo ya wadudu au anahitaji dawa, anahitaji chochote, tunaweza kukusanya taarifa zake zile kuziingiza kwenye kishikwambi. Ni Masanja Mabula, Pemba, Zanzibar. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba amezindua safari za meli ya kihistoria ya abiria na mizigo ya MV New Mwanza itakayoleta neema kwa Watanzania na kuandika historia kwa mataifa ya ukanda wa Maziwa Makuu. Zoezi hilo limekwenda sanjari na ukaguzi wa kituo cha ufuatiliaji na uokozi jijini Mwanza na uwekaji wa jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa vituo vya kusukuma maji ya mabomba makuu kuelekea kwenye matanki. Henry Kavirondo ameandaa taarifa ifuatayo. Ni historia kwa Tanzania tangu uhuru kuwa na meli kubwa ya kisasa ya abiria na mizigo itakayofanya safari zake katika nchi za Kenya na Uganda, ikiwemo mkoa wa Mwanza na Kagera kupitia Kemondo kuelekea mjini Bukoba. Akizindua safari za meli hiyo itakayokuwa na uwezo wa kubeba abiria 1200, tani 400 za mizigo, magari madogo 20 na makubwa 3, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema mradi huo umeigharimu serikali shilingi bilioni 120.562. Inaleta heshima ya nchi inayojitegemea. Kwa kama ambavyo mmejulishwa, meli imepunguza muda wa safari kutoka Mwanza na Bukoba kutoka masaa 8 sasa kulikuwa masaa 6 tu. Ujenzi wa meli ya MV New Mwanza yenye ghorofa 4 inayolenga kufungua fursa za kiuchumi umetekelezwa na kampuni ya gesi Intake na Kanginam zote za nchini Korea Kusini zikishirikiana na Suma JKT. Meli hii ina madaraja 6 ambapo daraja la uchumi yani economy class lina uwezo wa kubeba abiria 834. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutimiza ahadi hii kwa wananchi wa Mwanza na mikoa yote ya kanda ya Ziwa kwa ujumla ambao ndio wanufaika wakubwa
wa mradi huu. Kabla ya uzinduzi wa meli, mguu wa Waziri Mkuu Dr. Nchemba ulimfikisha katika kituo cha ufuatiliaji na uokozi wa majanga yanayotokea katika Ziwa Victoria. Kwa wale watendaji watakaosimamia jambo hili linahusisha masuala ya dharura. Wasisinzie wala wasifanye mzaha, kwa sababu ukisinzia kidogo tu inaathiri maisha ya watu wanaokwenda majini. Kituo cha mwisho ikawa ni uwekaji wa jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa vituo vya kusukuma maji ya mabomba makuu kuelekea kwenye matanki sahwa chini ya usimamizi wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira jijini Mwanza MWAUWASA. Sasa hivi serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kushughulikia masuala yanayowahusu wananchi wa Tanzania haiangalii gharama, inaangalia thamani ya maisha ya Watanzania. Na haya yanatokana na maelekezo yake Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Naomba niyanukuu: Wanamwanza si maskini wa vyanzo vya maji. Wanamwanza wana Ziwa Victoria. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Wakala wa ufundi na umeme TEMESA mkoa wa Mtwara imeanza kufanya ukaguzi wa magari ya umma kwenye taasisi za umma katika mkoa wa Mtwara ili kubaini changamoto mapema za magari kabla hayajaharibika kabisa. Lengo ni kupunguza foleni kwenye karakana ya TEMESA na kuwashirikisha viongozi na wadau namna ya kubaini changamoto za magari mapema kabla ya kusababisha madhara kwa watumishi. Mwandishi wetu Adam Malima anaarifu zaidi. Mikakati hiyo imeanzishwa na TEMESA ili kuondoa changamoto za magari ya taasisi za umma kukaa muda mrefu kwenye karakana kutokana na wingi wa magari yaliyoharibika, ambapo sasa wahandisi wa TEMESA wanapita kwenye taasisi za umma kukagua magari ili kubaini ubovu uliopo, huko kupitia mfumo mpya wa TEMESA ulioanzishwa wa kuwezesha wadau kutuma maombi ya matengenezo ya gari kupitia mtandao. Hakutakuwa na changamoto ya magari kukaa muda mrefu kwenye karakana. Zoezi hili litasaidia kabisa kupunguza idadi ya magari kwa mengi, kwa sababu mnakuwa mnapotembelea katika taasisi mnakuwa mnafanyia ukaguzi kabisa. Zamani tulikuwa mteja lazima alete barua TEMESA, lakini sasa hivi ina maana kama taasisi tunakuwa tumekusajili, ina maana kama hawa tutawasajili, ina maana wewe ni maombi yako unatuma kwenye mfumo, sisi TEMESA tunayaona kupitia mfumo wa matengenezo. Kupitia huu mfumo ambao umeanzishwa utasaidia matengenezo, lakini vile vile utasaidia kufanya kazi kwa haraka. Wakizungumzia mikakati hiyo, taasisi za umma ikiwemo Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira mjini Mtwara MWAUWASA wanaeleza kuwa kupitia mikakati hiyo ya TEMESA, taasisi za serikali sasa zitakuwa na uhakika wa usafiri wakati wote. Tuna hakika kwamba hii huduma walioianzisha na kwa namna walivyojipanga tutaenda vizuri na magari yetu yatatengenezwa kwa wakati. Lakini hii pia itasaidia kupunguza ajali za magari ya serikali ambayo yanatokana labda na kufeli breki au matatizo mengine madogo madogo ambayo tunayasikia huko barabarani yanatokea. Kwa namna TEMESA walivyojipanga yote yanaenda kupungua kabisa. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Timu ya soka ya Yanga imepoteza mchezo wa klabu bingwa barani Afrika dhidi ya mabingwa wa kihistoria wa Afrika Al Ahly ya Misri. Mchezo huo uliochezwa katika uwanja wa Borg El Arab nchini Alexandria nchini Misri ulihusisha ushindani mkubwa baina ya timu hizo mbili. Magoli ya Al Ahly katika mchezo huo yalifungwa na Ahmed Hassan Trezeguet ambaye alifunga mabao yote mawili na kuihakikishia timu hiyo alama zote tatu. Baada ya matokeo hayo, Yanga inabaki nafasi ya pili katika msimamo wa kundi B ikiwa na alama 4 kufuatia ushindi wake dhidi ya AS FAR Rabat pamoja na sare aliyopata ugenini dhidi ya JS Kabylie. Kwa upande wao, Al Ahly wameendelea kuongoza kundi hilo baada ya kufikisha alama 7 wakitoka na ushindi wa mechi 2 na sare 1. Ratiba inayofuata kwa Yanga ni mchezo wa marudiano dhidi ya Al Ahly uliopangwa kuchezwa Januari 31 katika uwanja wa New Aman Complex Zanzibar, ambapo Yanga watakuwa wenyeji wa mchezo huo. Naam, tumehitimisha taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi.